Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? Bana, leo nimepata nafasi ya kupiga story na mama wa Clam Vevo. Niko naye hapa tupige na story, tutapata nafasi ya kufahamu vitu vingi. Lakini pia kubwa kuliko, kama wewe ambao unaifuatilia filamu ama tamthilia ya Big Boss, basi itakuwa huyu mama mrembo ambaye amekaa hapa mbele yetu leo. Utakuwa unamfahamu ni nani, lakini pia utakuwa unamfahamu anafanya kazi gani. Mimi nimepata nafasi ya kumuona kwenye kazi nyingi. Tulipata nafasi ya kwanza kumuona kwenye kazi ya Clam Vevo, nazungumzia Big Boss kuanzia ya kwanza mpaka hii ya pili tunamuona, lakini pia tumepata nafasi ya kumuona kwenye kazi nyingine za watu wengine. Imekuwaje yupo kule? Tutapiga na story, lakini pia tutapata kufahamu historia yake, alikutana vipi na Clam mpaka kafikia hatua kufanya naye kazi ile ya kwanza na hii ya pili, na ilikuwaje kwenye hizi kazi nyingine ambazo zilipata nafasi ya kutoka hapa kati hazikuepo kabisa. Mimi ni Swalain na hii ni Mbengo TV. Niseme tu kana mimi mwanzo mpaka mwisho. Mama, habari yako? Salama, habari ya kazi? Salama, shikamoo. Marhaba, karibu. Asante. Umzima wewe? Mimi mzima wa afya. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikajua nimekosea, kumbe niko sawa. Uko sawa kabisa. Sawa. Sisi hapa ambao hatukufahamu, tunatamani tukufahamu. Jina lako halisi, mwenyeji wa wapi, historia yako kidogo, lakini pia tutakuja kuizungumzia hii sanaa yako kwa ujumla. Ila kwanza tukufahamu jina lako halisi, mwenyeji wa wapi, mama watoto wangapi, lakini pia bado upo kwenye ndoa, maana swala la ndoa vijana sisi tunachanganyikiwaga nalo jamani. Tufahamu hivyo kwanza. Mimi kwa majina naitwa Stella Gervas Miruko. Ni mzaliwa wa Kagera. Pia ni mama mwenye mtoto mmoja wa kiume. Mwanangu anaitwa Enoki. Kwa nini mmoja? Si ndio nimebahatika kumpata huyo. Asante. Sisi wengine tunataka tu wakwe zako, hatuna mahusiano, tupo single jamani. Tayari ana mke na watoto wawili. Hiyo ni mbaya zaidi. Kwa mama wewe kaamua tu kutuletea mmoja tu, alafu sasa ukagoma. Hutaki wakwe wengi, unamtaka mkwe mmoja tu mama. Sio vizuri hivyo lakini. Hapana. Ni changamoto tu za uzazi. Nilihangaika sana lakini basi Mungu kanipa mmoja, nimempokea. Sawa. Ulibahatika kubeba mimba nyingine ziliharibika ama ilikuwaje? Ama haukubatikaga kabisa? Hapana, ni huyo mmoja. Sawa. Enoki bwana, sisi tunakusalimia kaka yetu mkubwa wa familia, utabaki kuwa kaka. Tuanzie hapa sasa. Uko kwenye ndoa? Hapana. Sipo kwenye ndoa. Ila ulipata bahati ya kuolewa? Hapana. Nilipozaa tu na babake Enoki, kutokea tu sintofahamu kidogo. Mwenzangu Muislamu, mimi Mkristo. Kwa hiyo ilishindikana kwenye kubadilisha dini, basi kabidi nikae tu na mwanangu. Na hata huku kwao Wakristo pia? Kwa Kristo sijabahatika kupata Mkristo. Unataka kuniambia muda wote huu ulikuwa unabahatika kupata wachumba wa Uislamu tu? Baada ya babake Enoki kuwa tumekorofishana, nikakaa kwa kipindi fulani, nikaja nikampata tena mwanamume mwingine naye Muislamu, ndio tumetengana miaka 2 iliyopita. Basi ungeingia tu kwenye Uislamu, sisi Waislamu ni wema bwana. Tunapokea chochote kile. Hapana, babangu alikataa kabisa kitu kama hicho. Alisema ukitaka usiwe mwanangu basi wewe badilisha dini. Lakini si ameshafariki baba? Hata kama amefariki lakini maneno yanaumba. Bwana. Eti jamani mnisaidie hapo. Baba ameshatangulia mbele zake, namzungumzia babu yetu sasa. Lakini bi mkubwa hajataka kabisa kubadilisha dini ili apate nusura ya ndoa, kwa sababu tukitazama kila kiingia kwenye mahusiano ni Waislamu tu, haingiagi na Mkristo. Amuoni hiyo dalili ya yeye kuitwa kwenye dini ya Kiislamu? Nyie wenzetu mnaojua dini. Kweli mama, ungekuja tu. Sisi tunapona. Hapana. Mimi nina imani sana. Nina imani sana ya dini yangu ya Kikristo. Sasa nimezaliwa humo, nimekulia humo na maadili ya dini ya Kikristo. Pia sio baba peke yake, yani ni familia nzima kwa ujumla. Lakini hawakupinga mimi nikae naye, nilikaa naye, alifanya taratibu zote za mahali, ilishindikana ndoa tu. Kwa mahali alilipa na ukaila mahali ya watu. Tulikaa naye muda mrefu. Ilikuwa ni gani? Asili yangu. Tujue bwana, kipindi hicho kuna watu wanatoaga mahali 60,000, 50,000, 70,000.
Wahaya utoe 60,000. Kumbe hapo unajua zilitoka mamilioni ya pesa. Bei gani? Milioni ngapi ilikuwa? Hapana, hiyo siri yangu na familia yangu. Kuanzia milioni 1 mpaka milioni 5 hapo kati tubakie hivyo. Mwandishi wa habari vipi? Ni kipindi kirefu kwanza hata sikumbuki. Sawa. Lakini mahari inakuaga tu ya kwako. Kwa ulitumia? Hapana, unajua tumetofautiana. Sisi wa Kristo mahari inakuwa ni kama tuseme ni ya familia ndio wanapanga. Tofauti na Waislamu. Waislamu nasikiaga mahari ya muolewaji. Sisi hapana. Sisi sana barua. Hela ya barua ndio unakabidhiwa wewe. Lakini hela ya mahari inakuwa na mipangilio mingine ya kifamilia. Hapo sasa nimeelewa. Sawa, tuingie huku kwenye swala sana. Tuachane na Baba Enoki, tuachane na watu wengine. Sisi hatuna haja nao sana. Tuingie kwenye swala zima la sana ambalo limetufanya tukakuona Mama Enoki, lakini pia Mama Clam Vevo. Sisi tunafahamu kwa kupitia hilo jina. Ilikuwaje kukutana na Clam, na tuanzie kwenye sanaa. Sanaa yako rasmi ilianziaga wapi? Kwa kweli mimi sanaa nilianzia kwenye makundi toka mwaka 1995. Mwanangu alikuwa na umri wa miaka 2. Nikawa nafanya sanaa kwenye kundi hili, linaharibika, tunaingia kwenye kundi lingine. Hivyo tukaendelea. Miaka kama 10 iliyopita. Kuna kaka mmoja anaitwa Adam Leo, sijui unamfahamu? Adam Leo. Huyo ndo nikaanza kufanya naye kazi. Tukaenda zikawa zinaonekana hivi YouTube. Basi. Kuna siku nilikuwa nimekaa tu nyumbani niko na mume wangu, mara simu ikaingia. Kuna kaka mmoja anaitwa Steve Jangame. Anakaa Mlandizi. Tulikuwa naye tunafanya naye kazi. Akanipigia simu akaniambia, mama, kuna mtu anataka kufanya naye kazi. Lini? Kesho. Nikamwambia mbona ghafla? Hapana mama, huyo ni mtu mkubwa, mimi na kuunganisha sana, ujua uwezo wako. Nikamwambia basi haina shida, mpe namba zangu. Kwa kweli akanipa namba, nikaongea naye Clam, tukaelewana, ndio tukaenda kushuti ile Big Boss season 1. Wakanipitia pale Kibaa. Tukaenda tukafanya kazi. Kwa kweli ilipokelewa kwa uzuri sana. Mimi mwenyewe sikutegemea. Yaani hapo ndipo jina langu lilipoanza kuonekana. Lakini haikuishia hapo. Hata Snake Boy ujue nimecheza. Snake Boy nilicheza episode 1 kwa sababu Clam aliniita niende kijijini, lakini bahati mbaya dadangu alipata matatizo, alistroke. Basi ile safari ikawa mimi sikwenda, lakini hakuniacha, akaona nipe japo hata sini moja nikacheza. Hata pia Skitu nimecheza. Tusiende mbali kwanza, tuanze kuizungumzia hii season ya kwanza ya Big Boss. Mule ndani umepewa uhusika mkubwa wa kucheza kama mama mzazi wa Clam Vevo ambaye ndio Big Boss mwenyewe tunayemzungumzia. Natamani kitu kimoja kwanza. Ulipopata nafasi ya kuambiwa unaenda kuigiza na Clam Vevo kwa mara ya kwanza, unamuona tu kwenye simu na vituko vyake na mambo yake anayofanya, hujawahi kuigiza naye, hujawahi kumuona, ilikuwaje upande wako? Yaani kwa kweli nilifurahi. Alafu nilikuwa hata siamini mpaka ujue ninacheza naye. Yaani nilikuwa siamini. Au ndio wale. Kweli nitatoka. Lakini yani cha maajabu, nimecheza naye kama leo. Baada ya siku 2 kazi ikaruka. Nashangaa watu wananipigia simu. Tumekuona mama, tumekuona watu kibao mpaka mikoani, mpaka nyumbani kule wananipigia simu. Kwa kweli Clam ameniheshimisha. Nimefanya kazi sehemu nyingi lakini sikupata jina kama nilivyofanya kwa Clam. Mwanao alisemaje for the first time anakuona? Mwanangu alifurahi sana kwa sababu mwanangu waga anapendaga mafanikio yangu. Ni driver. Lakini ameshawashawishi yani karibia madriver wenzie wote, bwana fuatilieni bibi mkubwa wangu. Anaigiza na kweli wananipigia simu, yani wanafurahi kweli. Kwa hiyo mwanangu anapenda sana anapopiga hatua kama hizi. Anaendesha magari makubwa? Anapenda sana. Kwa hiyo alilipokea kwa uzuri sana na familia yangu yote kwa ujumla walilipokea. Hata kuna siku tulikuwa tunatoka kushuti. Clam akasema mama tupitie nyumbani kwenu tukasalimie. Nilivyowapigia simu tunakuja na Clam, walifurahi. Lakini bahati nzuri tulichelewa kutoka kijijini kule. Clam akasema tumeshachelewa, tutakuja siku nyingine. Lakini walitamani wamuone.
Sawa. Before hatujaenda huko, na tumepata nafasi ya kucheza kwenye Big Boss season ya kwanza. Na mule ndani kuna unyama ulifanyika mwingi sana. Nakumbuka kipindi kile wakati mnashuti ilikuwa maisha ya kijijini, yeye anarudi mjini. Ilishawahi kukukuta ama kuona yale maisha ambayo wewe na Klamu mnaishi kwa watu wengine, au kuyaona kwa watu ama kuyasikia? Kuyasikia waga nasikia, lakini kuyaona kwa kweli sikuyaona. Sijawahi kuyaona. Lakini ilibidi tu ni ubebe uhusika hivyo hivyo. Ililiwia ngumu. Ujue mtoto wako uliyemzaa anakuja kabisa anakuona, kaja na gari anakuona, alafu anaondoka hata shilingi 10 hakupi. Bado tena ameondoka hajakujulia hali wala nini. Na hajaongea na mimi chochote. Anakuona kama Freemason tu, au unataka kumtoa roho yake. Hajaongea na mimi chochote. Nimepona, nikampigia simu kumwambia nimehudumiwa na ndugu zangu, nimepona, lakini hakuonyesha kujali. Kwa kweli lazima niumie. Na ndio maana kama unakumbuka, mdogo wake alikufa, hakuja msibani. Kuja siku nyingine kabisa. Kwa kweli nilimfukuza. Nilimfukuza. Sababu vitu kama hivi, hata kama ni mtoto wako anakufanyia hivyo, vikikutokea kwa kweli inaumiza sana. Tukitazama ile scenario ya Klamu, ikija kutokea kwa Enoki, yuko peke yake, alafu anakuja kufanya vitu kama hivi, itakuharimu nini tukikutazama? Hapana. Hapana. Nitaubeba umama. Nitakemea kwanza hayo malosi hataki. Mwanangu mwenyewe hawezi kunifanyia hivi, ananipenda. Hawezi. Lakini mtoto anabadilika. Hata Klamu alikuwa anakupenda, unajua kama mama yake, na alienda mjini akakuahidi, mama naenda kutafuta ila nitarudi nitakusaidia. Sasa hapo Klamu sio kama anipendi. Klamu ananipenda, ila ni masharti. Masharti ndio yanamfanya awe hivyo, lakini kwa mwanangu sidhani kama anaweza kubadilika. Sababu mwanangu anapambania sana ndoto yangu. Ananiona kama pacha wake. Hawezi kunifanyia hivyo. Na endapo atafanya kwa kweli hapana. Itabidi niende nitaenda sana kanisani, nitakesha, nitafunga 3 kavu. Hamna kula 3 kavu. Sasa itakuwa ni maloo. Na hamna kitu kingine zaidi ya maloo machafu. Sawa. Hivi kama mzazi, ulipata nafasi ya kukaa na Klamu ukamwambia bwana, hivi ninavyoigiza bwana, huku nje kuna namna, kuna vitu haviko sawa, yani watu wananiona, kwa nini unanionea sana, yani unanionea? Sijawahi kupata nafasi ya kuongea na, ila yeye mwenyewe tu ndiye ananiambia, mamangu vipi? Unajua mama unacheza. Vipi watu hawakusumbui? Naambia baba wananisumbua. Klamu namchukulia kama mwanangu. Yaani kwanza hata mambo ya Klamu na mwanangu, uongeaji wao ni sawa tu, mcheshi. Basi na mwanangu yuko hivyo hivyo. Kwa hiyo waga ananiambia, mama watu hawakusumbui sana, simu naambia wananisumbua. Sawa mama, nataka nikublandi. Unataka? Nakublandi. Kama hebu na mimi niweke kwenye watu ambao unataka kwa brandi. Wewe ni ndugu yangu bwana. Kumbe kuna mtu anataka kumbrandi na unashindwa kusema. Hebu ni brandi na mimi. Itabidi nimpigie simu tuzungumze. Natamani tuzungumzie hili pia. Tukitazama Big Boss season 2 imetoka, lakini pia muendelezo wake ni mkubwa. Mule ndani kuna masharti mengi sana. Kama mzazi, kijana kupewa sharti la kulala na mamake mzazi ili kuweka utajiri. Tulizungumzie hili. Unakubaliana na hiyo roho? Hapana. Siwezi kukubaliana na hiyo roho kwa sababu ya tayari nitakuwa nimeshatoka kwa Mungu sasa. Hapo nimeingia kwenye ushetani kabisa. Yaani kabisa nijitoe utu wangu kwa ajili ya mali. Hapana. Sina kwa siri yako. Hapana. Huko ni kuto kujitambua. Hivi mwanao utamwangaliaje? Sina kwa mara moja tu. Hakuna nimekaa kishirikina. Wewe unaweza? Hapana, mimi sijapata mtoto bado na sidhani kama nitaweza. Nitakemea. Kwa mfano ingekuwa ndio wewe ungeweza. Nitaswali sana. Nitaswali zile tahajudi za usiku sana, istighara sana. Sitaacha istighara sana, sitaacha. Kwanza yani hata akisema nitamkie hicho kitu. Kama niko kwake nitaondoka siku hiyo hiyo. Nitaondoka, nitaona hapa tena hapa nifai. Nitaondoka, nitashirikisha hata wazee wa kanisa wamuite. Kama kijana kinachoendelea sicho. Sio katika jamii.
Linawazisha sana. Yaani masharti mengine jamani, yaani hizi pesa Mama, natamani tufahamu hili hapa kutokea kwako. Vijana wengi sasa hivi wamekuwa na jicho la tatu, kwa maana ya pesa zao nyingi sana wanatamani wazitafute kupitia imani za kishirikina. Wengi wao wanatamani kupata pesa, lakini ni wagumu kufanya kazi, ila wanatamani kupata pesa kwa kutumia vitu vyovyote vile. Wengine wanasema tuambie, kwani huyo nyoka tukilala naye inakuaje? Hizo nadhani ushapataga kuzisikia hizo. Unaziona Okay, natamani useme neno kama mzazi kwa vijana wako wa sasa hivi ambao wanaamini sana kwenye ushirikina na hawaamini kwenye kufanya kazi ama kujitoa. Natamani unene jambo juu yao. Yaani mimi kwa ushauri wangu jamani, vijana fanyeni kazi. Mbona fursa ziko nyingi? Fursa ni nyingi, maviwanda sasa hivi ni mengi. Naamini ukifanya kazi kwa kujitoa huwezi ukaanguka kimaisha. Lakini sasa huko tunakoelekea mwisho wake ni mbaya. Mimi naamini uweze ukafanikiwa mpaka maisha yako yote. Utakatisha maisha yako mapema, cha maana hujakifanya. Utakuza tu jina lako una pesa, lakini kitu cha maana sidhani kama utakifanya. Kwa hiyo yani wajitoe tu kwenye kufanya kazi. Hao ni mimi mwenyewe napambana mpaka sasa hivi na utu uzima huu siwezi kulala chini. Nikiambiwa kama akinipigia mama kesho unahitajika, basi ujue mimi nishafika. Yani saa 12 mimi nimeshafika. Haina haja wewe kutafuta nyoka. Wa nini? Kulala naye. Kwanza namuogopa. Nyoka hata kama hivi naangalia kwenye simu nikaona picha ya nyoka napita, sitakagi. Au viungu, wana viungu, nyoka, vyote hivi. Hivyo kwa kweli kwangu havina nafasi kwa sababu mimi nimeishika sana dini. Na naamini ukiwa na nguvu ya Mungu vitu kama hivi hata havikukuti na kukusogelea tu vitakuogopa. Tukimtazama Clam, tumzungumzie, ni bosi wa aina gani? Mkiwa kwenye kazi na mkitoka nje ya kazi ni mtu wa aina gani? Clam akiwa kazini ni bosi na hataki masiala. Sijui eti mimi mama nimletee za kuleta kazi hiyo hapa afu mimi naanza kuzubazuba, kwa kweli hata nielewa. Lakini mkiwa mazingira ya kawaida yani tunakuwa tu fresh kwa mama mtoto basi hana shida Clam. Na anajua kumuelewa mtu. Tukitazama sanaa yako ilipoanzia mpaka sasa hivi, kuna mafanikio ambayo tukisema mimi nimeyapata haya hapa, yapo mafanikio? Kivipi? Yaani kuna mafanikio tayari tumeshapata, tunasema haya ni mafanikio yangu nimeyapata tangu nianze sanaa. Huko kote nilikuwa nazunguka, lakini baada ya kuingia kwa Clam Vevo nimepata hichi na hichi na hichi hapa. Mafanikio kwa kweli nimeyapata. Nimeyapata kwanza kutokana na jinsi anavyonilipa, alafu pia na heshima nayoheshimiwa. Yaani unaweza kuna kipindi nasafiri nikaona tu gari imenisimamia miguuni. Nikaanza kuruka hivi. Mama usiogope mama Clam. Unaelekea wapi? Nikamwambia naelekea Kibaha. Panda mama nikupe lifti. Nilianza kuogopa. Akamwambia mimi mtu mwema tu, panda nikupe lifti, napenda kazi zako. Kwa maana vitu vingine ni kama vile vinaniheshimisha. Mwezi uliopita tulikuwa pia tuko kwenye harusi. Kaja tu baba mmoja ukumbini. Nikaona tu ananipa hela. Hii hela ya nini? Nakufuatilia sana mama. Nimekuona muda mrefu pale, lakini nikasema nitapata fursa nitakapokuona unaenda hivi. Kweli akanipa hela, nikamwambia babangu asante. Yaani kwa kweli nimeshapata mashabiki wengi wananifuatilia. Na naamini sasa hivi hata nikisema nifanye kitu wengi watanipokea. Lakini namshukuru Clam kwa kweli kaniheshimisha. Kwa maana hiyo sasa hivi wewe uko chini ya Clam na unafanya kazi na Clam peke yake? Mimi niko chini ya Clam, nafanya kazi na Clam peke yake. Na endapo kama kuna mtu ananihitaji inabidi nimshirikishe Clam. Lakini tumekuona kwenye kazi nyingine. Kuna kazi nyingine umefanya? Nakumbuka. Kitana. Yes. Kuna kazi ya Kitana umefanya, si ndio? Imekuwaje mpaka kwa pasa? Ile ya Kitana bwana Clam alipokuwa ameenda Dubai. Walinifuata wakanibembeleza sana. Nikawa nampigia Clam simu zake hazipatikani. Nikamwambia ngoja nifanye. Kwa kuwa ni watu ambao tumetoka nao, nilianza nao muda kabla ya kuja kwa Clam. Nilikuwa nawafahamu muda. Basi nikamwambia lakini sitafanya kazi kubwa sana. Wakamwambia mama tunaomba utusupport. Nikamwambia mimi niko chini ya Clam.
Sasa klamu ndio amesafiri, tukawa simpati kwenye simu. Basi nikacheza, lakini klamu kalielewa hilo. Tunaenda sawa. Hakukuwa na shida. Hakukuwa na shida, nilimueleza akaelewa. Alivyorudi sasa. Alivyorudi akaniambia mama vipi, nikamueleza akaelewa. Lakini kwa sasa hivi mtu akinitaka amuone klamu direct. Basi kufuate wewe. Hata kama mlianzaga huko way back. Hiyo niko chini ya mkataba sasa hivi. Mkataba tayari umeandikwa? Bwana Clam, tumefika mbali bwana ndugu yangu. Tunaanza na mikataba sasa hivi. Kuna namna na mimi mkataba wangu ni upate kutokea kwako. Upe tuna mikataba sasa hivi. Unajua hii kazi kubwa, Big Boss ni kazi kubwa. Big Boss kazi kubwa, huwezi ukaicheza tu hivi hivi. Kwa hiyo mimi nimekaa nimeongea naye kama mwanangu, tumeelewana, tulipofikia tumefikia, kazi inaenda. Na natamani tufahamu hili pia. Kwenye kila kazi kuna changamoto. Ni changamoto gani ulikutana nayo ukawahi kukata tamaa, hukutamani kuendelea kufanya kazi ya sanaa? Changamoto ni nyingi sana. Kabla sijaja kwa klamu, kwa mtu anakupigia simu anakuambia mama, naomba tufanye kazi. Ina shilingi ngapi? Wewe njoo tufanye kazi. Tukimaliza tutaelewana. Unamaliza anakuambia mama, kazi imenitia shoti, sasa subiri itoke. Hasa hizo kazi za YouTube hazina maana kabisa. Ni bora hata kipindi kile wenyewe tulikuwa na makundi yetu, tulikuwa tunafanya sanaa, tunatoa CD zetu, tunapeleka Mwananchi kama unakumbuka. Tulikuwa tunapeleka baadhi ya kampuni zinapokelewa, kuna nyingine tulipeleka hadi sinema zetu. Kidogo unalipwa. Hizo za sinema zetu zilipokelewa? Tulipeleka, tulikuwa Mlandizi, tulikuwa tukafanya kazi. Nilifanya kazi ya kwanza inaitwa Aibu ya Nafsi. Nililipwa, ilipelekwa DSTV, Star Times na Azam. Nyingine tena huyo kaka akaja akaniita nikafanya naye kazi, akanilipa, inaitwa Triangle Love. Lakini sasa hizi nyingine kwa kweli tulikuwa tunaenda tu tupate majina. Tulikuwa tunatafuta majina. Ndio hivyo. Na kwa vile sanaa iko kwenye damu, unakuta saa nyingine hamna chochote, lakini unasema ngoja tu niende. Nitafanikiwa nitaanza kuingiza hela. Na hiyo kauli. Nyingine unajua nini, sanaa hata kama iko kwenye damu. Yaani kuna kipindi mimi hata kama silipwe, lakini nikae tu kwenye kamera. Yaani nikimisi labda hata mwezi hivi kushuti, basi nilikuwa najisikia vibaya. Nampigia hata mtu, vipi hujaandaa kazi? Anakwambia mama subiri. Basi siku akikuita nikishuti na fly, saa nyingine nalala naota niko location. Yaani basi sielewi mimi. Kila kujaribu kukwepa. Sanaa iko kwenye damu. Mimi nataka tufahamu kitu kimoja. Tukitazama hawa vijana wetu hawa wadogo, kuna namna kama sasa hivi akili zao zina data. Wakishakuona wamepata nafasi ya kuonekana kidogo tu, wanatamani sasa na wao waanze kulelewa. Hizo simu hakunaga kweli? Tu wa kweli. Wanataka walelewe? Mama mimi niko single mama, mimi naweza tu nikawa kibenteni wako na nini. Naonaga tu kwenye message lakini naruka. Nikiona hiyo message mama nimekupenda sijui mimi naruka. Mwingine unamwambia mimi mama yako nataka nikusaidieje, ushauri. Kama una ushauri wa changamoto ya maisha nikushauri. Hapana mama nilikuwa nakupenda, basi naruka wewe naachana naye. Kumbe wanakujaga. Wana shida gani? Sielewi watoto wa siku hizi wakoje. Ndugu zangu 2000, hebu tuseme tuna shida gani jamani? Kwa nini wanaume mnapenda, sio tunapenda, mimi ni mwanamke. Kwa nini mnapenda kulelewa wanaume wa baba wa kaka wa 2000 jamani? Kwa nini? Nataka kuichunguza hii. Yaani sasa tuseme ni kama vile hao wanaopenda ufrimason. Kuingia kwenye vyama, yaani wanataka sijui hela za haraka bila kufanya kazi. Mimi naona ndio hivyo, vijana wengi sasa hivi kazi hawataki kufanya. Tukitazama hakuna vijana ambao wanakutafuta na kuambia uwaunganishe na klamu ili wapate kuingia kwenye chama na nini? Mwezi uliopita nilikuwa nyumbani. Mwanangu akanipigia simu, mke wa mwanangu akaniambia mama kuna mtu amekuja hapa anakutafuta. Nikamwambia ni nani? Shika simu ongee naye. Akaniambia Bi Mwenda.
Nikamwambia mimi sio Bimwenda. Hapana, nimepewa namba zako hizi, nikaelekezwa unapokaa, nimekuja naomba uniunganishe kwa Clam. Nikamwambia Clam ana timu yake kabisa. Kwa maana hiyo mimi siwezi nikaenda tu, kwanza sikujui. Alafu tu niende nimwambie Clam kuna mtu yuko hivi na hivi. Clam ana timu yake. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda moja kwa moja nikamwambia Clam kuna mtu hivi afu uwezo wako sijaujua wa kazi. Ni wengi tu wananifuata. Hadi leo kuna mtu hapa kanitumia message. Kaniambia mama niunganishe kazi asubuhi tu. Akaniambia mama message hii hapa. Na wale wa mama niunganishe na Clam ili niingie kwenye Freemason hawapogwa. Wenyewe wanataka tu waunganishwege kazi. Hao wanataka, si unaona kama hii hapa. Anasema shikamoo mama, vipi nafasi huko mama, naomba unipatie mama yangu, unipambanie. Watu wanataka kupambaniwa, wakati wewe mwenyewe ulipambaniwago ndo ukapata nafasi. Ila kama kwa mfano Clam ikitokea anatafuta cast labda imepungua na mimi nikamuona mtu mwenye uwezo na ninamjua, siwezi kumnyima hiyo nafasi. Kwa sababu maisha haya tunapasiana. Siwezi kumnyima. Naweza nikamleta pale kama ataliviana naye. Basi anamuingiza kazini. Lakini siwezi wewe sikujui eti tu na nani. Ni wengi tu mimi napenda kuwapambania kwa kweli. Jinsi nilivyotoka mimi na wenzangu watoke wa nyuma yangu. Sawa mama. Tuzungumze neno moja na vijana wako. Sasa hivi vijana wengi wamekuwa wakitamani maisha ya slope. Wenyewe wanasema mteremko. Lakini pia hawatamani kufanya kazi kwa kunyooka, wanataka kukunja kushoto kulia. Hawatamani kabisa kujipambania nafsi zao. Nena nao jambo alafu nene jambo na mashabiki zako tumalize. Mimi ninachotaka kuwasihi vijana sasa hivi. Jamani, tafuteni kazi mfanye. Hata kama kazi hamna, mbona biashara ziko nyingi? Ukienda feli sidhani kama utakosa cha kufanya. Unaweza tu ukabeba madumu yako ya maji unawapelekea wale watengeneza samaki ukapata hela. Kazi ziko nje tu jamani. Pia kitu kingine napenda kuwaambia washabiki zangu, jamani endeleeni kunifuatilia mimi Mama Clam. Nadhani kazi yangu mnaiona na bado tunaendelea. Kuna vitu vingi tu vinakuja mbele yenu. Naombeni muendelee kutufuatilia. Big Boss ipo. Kuna wengine wameshaanza kukata tamaa au mmekatisha. Kuna watu wananipigia mbona muendelee? Hamna, kuna changamoto tu ilitokea hapa katikati ya ajali. Kwa maana hiyo wasikate tamaa, kazi bado inaendelea. Sisi tupo Big Boss tunawaletea vitu vingine vizuri tu, vikali zaidi na zaidi. Kwenye ajali wewe haujakuepo sikuepo. Kwenye ajali, kipindi ajali inatokea sikuepo. Poleni sana. Asante. Na huchukizwi na scenario ya maisha ya Clam Vevo mule ndani ya Big Boss? Huchukizwi na maisha ya jinsi alivyokuwa mshirikina, kutaka kulala na wewe ili endelee kupata mali, yani kajiunga na hayo mambo ya macho ya tatu, jicho la tatu sijui. Hauchukizwi na yale maisha yake? Hapana, ile ni kazi. Unajua pale tunaelimisha jamii. Yaani vitu tunavyovifanya ni kwamba vinatokea vipo. Kwa maana sasa mimi Clam anaponipa kazi nichezee ile nafasi, niko kazini pale. Wengi tu wananiambiaga hivi, kwa hiyo mwanao ni mchawi kweli? Mwanao yule ni Freemason kweli? Mbona anavyofanya? Nikaambia yule anaelimisha jamii. Sio kama ni Freemason au sio kama ni mchawi. Anaelimisha jamii. Ni kwamba hivi vitu vipo na mnaona utajiri sasa hivi unaibuka tu. Mtu unamkuta yuko unashangaa mtu huu. Kwa hiyo hivyo vitu vipo, ila wengine walikuwa pia hawajui kwamba kumbe hata hawa mashoga ni masharti. Kumbe hawa wengine wanakuta labda wanapenda kunajisi watoto, kumbe ni masharti. Kwa hiyo hivyo ni vitu mimi Clam siwezi kumchukia na mimi mwenyewe nilikuwa sielewi, hata mimi mwenyewe kanipanua akili yangu. Najua kumbe tunamuona mtu fulani hivi, kuna wengine wanakuta halali nyumbani kwake. Kumbe ni kwa ajili ya Kwa hiyo tumefunuliwa macho wengi. Japo na mimi nacheza lakini pia nimefunuliwa macho, nilikuwa sielewi. Sawa, mimi niseme asante sana, hongera kwa kazi yako kubwa ambayo unaendelea kuifanya. Nashukuru sana. Karibu tena.